السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa katika kipindi chetu leo cha tiba katika ofisi yetu ya Kauthar Ruqyatu Ash-Shar'iyya au Ruqya Center, nimeazimia kuzungumzia baadhi ya masala tatanishi katika ukumbi wa tiba ya Qur'ani na Sunna, tukiwa ndani ya ofisi hii na katika channel yetu pendwa ya Kauthar TV 24 hours. Leo kwa dakika 15 mpaka 20 nataka kuzungumzia jambo la sihru isqati alhamlu. Sihru isqati alhamlu, uchawi wa kuavya mimba. Hii ndio maudhui yetu na topic yetu katika kipindi hiki, na hasa nataka kwa wale ndugu zetu ambao kwamba wamepata kuoa au kuolewa kuweza kutega sikio lao katika sehemu kama hii, kwa sababu jambo zima la kuavya mimba au kutoshika mimba limekuwa tatizo sugu kwa wanandoa, na ikafikia pahali pia watu wakaenda kuachana, talaka zikapita kwa sababu ya ukosefu wa watoto katika ndoa hizo au majumba hayo. Kwa hiyo ta'alau ma'i wa'inuni alqulub wal adhan, njoni pamoja nami katika kipindi hiki na muniazime nyoyo zenu na masikizi yenu ili tupate kulifahamu vyema somo hili. Baada ya kwamba tushafanya vipimo mbalimbali, tukaenda hospitali mbalimbali, tukaenda kwa gaino mbalimbali, wale wataalamu wa uzazi, na kupata ripoti kamili ya daktari ya kwamba tuko sawa, mwanamume yuko sawa, naweza kazalisha au hata kwa mke mwingine na watoto, na vile vile mwanamke naye akawa na hamu ya kupata mtoto, mimba zikawa zinapatikana kisha zinatoweka, au mtoto anazaliwa kisha anapita, vitu kama hivyo. Sometime inatokea mwanamke kuota ndoto ya tendo la ndoa na mtu anayetisha, kisha ujauzito ukatoka, na ikawa ni jambo ambalo kwamba linajirudia kila uchao. Sasa leo tunataka kuzungumzia sihru isqatul alhamlu au alhamli, uchawi unaopelekea mimba kutoka katika tumbo au katika mfuko wa uzazi. Anasema mwanachuoni mwenye kitabu hiki cha Al-Minhaj al-Qur'ani li'ilaj as-sihri wal-mas ash-shaytani, katika ukurasa wa 179 anatuambia, wa qad ya'madu ash-shaytanu, na shaytani wa kijini au mchawi, shaytani wa kibinadamu akawa ni mchawi, au shaytani wa kijini anaweza kuazimia. Wa qad ya'madu ash-shaytanu, shaytani anaweza kuazimia, kukusudia, imma bifi'li as-sihri au al-ishq, imma kulifanya jambo hili la kuavya mimba kwa maagizo ya kichawi na uchawi na mchawi aliyemwagiza, au kwa sababu ya kimapenzi, bimaana akawa ni jini yuko pale lakini anadai mwanamke yule ni mke wake, hivyo basi hawezi kupata mtoto au mimba na binadamu au na mtu mwingine. Jambo hili likapelekea ila isqatul hamli,
ile kwamba ametumwa au kaja pale kwa madai kwamba yeye ni mke wake, likampelekea jambo hili kwenda kuiavya mimba au kuitoa mimba kwenye mionzi yake na mfuko wake wa uzazi. Wadhalika imma taklifan min as-sahir, na kazi hii ikaweza kutimia kwa msukumo wa mchawi, wa imma ghiratan, au akafanya jambo hilo kwa sababu ya uwivu. Kwa nini mimi niko hapa kisha anabeba ujauzito wa mtu mwingine? Mina shaitani, ikawa ni uwivu unaotoka kwa shaitani. Hata la tanjabe, akaiavya mimba ili mwanamke yule asipate kuzaa. Min zawjiha alladhi yubghiduhu, kutoka kwa mume wake ambaye huyo shaitani anamchukia mtu yule. Fa idha kana bitaklifi, itakapokuwa amalia hii ya kuiavya mimba ni kwa sababu ya msukumo wa mchawi, fa innal jinniya yadhallu ba'idan, mara nyingi jini huwa akai ndani ya mwili. Yeye anakuja kwa matukio hayo, akimaliza anafuata shughuli zake, anaishi nje ya mwili, mbali tena, lakini huja wakati mwanamke huyu amebeba ujauzito, akaja kutekeleza wajibu aliolazimishwa na mchawi. Akishamaliza atatoka kaenda zake. La yatiha illa fi awqatin mutafarriqa, jini huyu hamwendei mtu huyo au mama huyo au binti huyo ila kwa nyakati tofauti tofauti. Anaweza kaishi mzima, lakini akipata ujauzito, maradhi tumbo mara nini, mwisho ujauzito ule kwenda zake. Waqad yusqitu alhamlu fi awwal shahr, jini anaweza kuitoa mimba kwenye mwezi wa kwanza, au fi rabi'i shahr, au katika kipindi cha miezi minne, ule mwezi wa 4 mimba katoka, au mwezi wa 3 au wa pili, au ghairuhu, wadhālika hasba amri sahiri lahu, au kwenye mwezi wowote, kwenye siku yoyote, na jambo hili linapatikaniwa kwa amri ya mchawi kwake huyu jini. Pale mchawi atakapotaka kwamba hii mimba isifike mwezi wa 3 au mwezi wa 3 wiki ya kwanza itoke, basi itatoka, na yote hiyo ni kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kinachotendeka katika ulimwengu huu ila kwa idhini ya Mola subhanahu wa ta'ala, na sababu za matukio ambazo kwamba zipo. Kwa hivyo wale dada zetu ambao au shangazi zetu ambao wanabeba ujauzito kisha watoweka, wengi ukishawafuatilia utapata wako na matatizo ya matatizo ya mashaitani na matatizo ya kiuchawi. Wengi huwa ni hivyo. Wachache wao kabisa utapata ni maradhi ya kawaida, lakini wengi ambao kwamba tumepatana nao tunapata ndani ya majanga hayo kuna shaitani wa kijini kando yake. Ima jini ashiq, iwe ni jini wa mapenzi mahaba, au iwe ni jini ambaye kwamba yuko pale anafanya kazi kwa ajili ya kutimiza wajibu alioagizwa nao na mchawi. Naam, amma idha kana aljinniya ashiqan, sasa akiwa jini ni yeye mwenyewe tu amekuja pale kwa sababu ya love anavodai, fa wala yakadu yufariqu almar'a, jini huyu huwa hamwachi mwanamke huyo hata dakika moja, kila wakati anaye. Tumetangulia kusema jini aliyetumwa na mchawi kwa ajili ya kuiava mimba huwa hakai ndani ya mwili, wala hakai masaa mengi kwa msibiwa, bali huja kwa ajili ya matukio ujauzito unapotokea, huja kuiava kisha maliza shughuli yake, afanye shughuli zingine. Ama akiwa jini huyu yuko pale kwa sababu ya mapenzi, kwamba mtu huyu ni mke wake, na yeye la yakadu yufariqu almar'a, yeye huwa hadondoki kwa mwanamke huyo. Ndipo sawa tunasema anaposibiwa mmoja wenu na jini la ashiq, huwa ako na mtihani, anahitajia subra yale ya juu na juhudi ya kisawasawa. Fa idha sha'ara bil haml, sasa ikiwa yuko pale siku nenda siku rudi, akishapata dalili tu za kupatikaniwa ujauzito,
ghadiba wa asqatahu, huyu jini ukasirika na kuitoa mimba hiyo. Wa min almuslim taban, ama kwa Waislamu daima, anna hadha bi amri Allah, ya kwamba haya matukio yote ni kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Ama idha arada Allahu li hadha alhamla an yakuna, ama Mwenyezi Mungu akitaka ujauzito huu ubakie na uwe, fasawfa yakunu bihifdhillah, basi ujauzito huu utasalia kwa hifdhi ya Allah tabaraka wa taala, wa min kaidihi bifadlillah, na Mwenyezi Mungu ataulinda ujauzito huo kutokamana na vitimbi vya sheitani, kwa fadhila zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa ambaye unafuatilia channel hii ya Kawthar TV, haya ni baadhi ya matukio ambayo kwamba yanawasibu jamaa zetu, ni baadhi ya majambo ambayo yanasibu ndugu zetu, dada zetu walioolewa, kwamba kishapata ujauzito unatoweka. Kuna wale ambao kwamba huaga tunawashauri wanafanywa ruqya na wanatumia madawa ya kiasli na madawa ya kisunna, na problems kama hizo zinawaondokea, na kisha tunapatia ushauri ya kwamba inakuwa ni vyema akiendelea na visomo mpaka siku anakwenda kuzaa mtoto wake, ima ni kwa kila wiki mbili anafika mara moja kufanywa ruqya, au kwa kila mwezi mmoja anafanywa ruqya mara moja kwa siku 3 mfululizo, kila mwezi siku 3 mfululizo. Na wengi ambao kwamba tunafanyia hivi, alhamdulillah, wapo ambao kwamba sasa hivi wana watoto wao bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba jambo zima la miscarriage, kuavya mimba, ilikuwa ni jambo la kawaida kwao. Yanafahamu kwamba mimi nikishabeba ndani ya miezi 2-3 itatoka, kishazoea. Lakini kutokana na taratibu ambao kwamba huwa mtu anawekewa, hata baada ya zile masiku kidogo ambapo kwamba atafanywa visomo na madawa, lakini anawekewa program ya kuendelea mpaka siku anakwenda kujifungua mtoto wake. Na baada ya kujifungua mtoto wake anafanywa tena kisomo takriban siku 3 mfululizo kwa mtoto wake, au siku 7 mfululizo. Na ikipitia viwango kama hivyo, tunapata kwamba natija inakuwa nzuri na wengi wanaweza kupata watoto kwa neema ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo atakayepata risala hii amfikishie ndugu yake ambaye ana matatizo kama hayo, amfikishie dada yake, shangazi wake, mama yake mdogo, jirani wake ambaye ametaabika kwa shida kama hizo. Atatupata ndani ya mji wa Mombasa katika maeneo ya Likoni, barabara Shell Beach. Hapo ndipo ofisi yetu iko, na wengi wamekwenda kupata kusaidika na wakawa na furaha ya kufurahia baada ya kupokea watoto wao kwa mikono yao. Walillahi alhamdu wal minna. Pata nambari zetu za mawasiliano katika channel yetu hii na katika clip hii insha Allahu taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapa niko na ndugu yangu ambaye ameingia hapa kuja kupata mawili matatu insha Allahu taala, naye pia tumsikize nasaha yake katika yale ambayo kwamba tunazungumza, kwa sababu ameyasikia insha Allah. Naam Sheikh, labda unaambia nini? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ustadhi, kulingana na mawaidha uliotupatia, ni mawaidha ambayo yanatusibu sana katika jamii zetu, kwamba siku hizi tiba za kisuna zimeachwa na watu wanakimbilia kwenye tiba za ushirikina sana. Utakuta jambo linakuwa si jambo zito sana vile, na kwamba linaweza kutibika kupitia madawa ya kisuna kwa urahisi, lakini mtu ataliacha na atakimbilia kwenye ushirikina kwa sababu ya hali zetu, malezi yetu tuliolewa
kwamba tunaothamini sana ushirikina kuliko hata suna za Mtume alivyoagizia, kwamba wakati mwanadamu amesibiwa na kitu chochote, ima ugonjwa, kitu chochote kile ambacho kinamhusu katika maisha yake, akimbilia katika suna za Mtume na Qur'ani tukufu. Akimbilia angalie, je, Mtume aliagiza nini? Mwenyezi Mungu aliamrisha nini katika Qur'ani? Kwamba je, umesibiwa na ugonjwa huu, pengine umesibiwa na jambo hili, je, ukimbilie wapi? Wengi wao tunajisahau kutokana na malezi yetu, tunakimbilia tayari kwenye ushirikina. Lakini swala la mimba kutoka kwa wanawake limekuwa ni swala nyeti sana, swala gumu sana, swala zito sana katika jamii yetu, na wengi wao wanakosea, wanaenda katika njia ambazo si za sawa. Kuwashauri, kutoa ushauri kutokana na mazungumzo ambayo mwalimu amesema, fikeni katika ofisi za rukia, fikeni katika, mtafute walimu tofauti mbalimbali ambao wanaweza kuwafanyia tiba ambazo zitaondoshea matatizo yenu bila kuweka madhara, bila kupata madhara ya kiimani au madhara ya kimwili, kwa sababu madawa mengi ya kishirikina unaingizwa ndani mwilini mwako, lakini analeta madhara pia nayo, kwa sababu ukiwa umekula mwaso umetia kwenye mwili, hiyo si ni shida hiyo. Unakula makaa unatia kwenye mwili, hiyo ni tabu hiyo. Sasa madawa ya kisuna yapo katika walimu. Tufuateni walimu, watuonyeshe madawa ambayo yatatufaa katika tiba zetu. Inshallah mwalimu, naona mazungumzo yangu yatawafaa wasikilizaji. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri mmepata kusikia nukuu ya ndugu Juma Salim Mwamwenda maarufu Fundi Makwere. Fundi Makwere, alhamdulillah. Kwa insha Allahu taala, kwa wale wote ambao kwamba wanapatwa na matatizo ya mashaitani wa kijini, kwa mfano kama yale ambao kwamba tunaenda kuyanukuu na kuyataja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuacha bure, bali Mwenyezi Mungu Jalaluhu ametuwekea kila kitu mahali pake, kila jambo mahali pake, na kila jambo na tatuzi yake. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kufata vile Qur'ani imetuelekeza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Anasema Allah, waulizeni watu wasomi, waulizeni watu waliopata ilmu ikiwa nyie hamjapata ilmu hiyo. Tunapokuja kwenye masaili ya tiba ya Qur'an na Sunna, waulizeni matabibu wa ruqya. Usipate kuuliza jambo la tiba ya Qur'ani kwa khatibu au kwa imamu msikitini au kwa mwalimu madrasa. Njoo waulize matabibu wasome, wanaoshughulikia ukombe huu wa ruqya, ndipo utakwenda kupata jawabu muafaka ya maswali yako. Mfano, kuna baadhi ya masala huwa yanazungumzwa, yanaelezwa, unapata jawabu zake ni za maajabu sana. Yani mtu anajibu kwa sababu ile fani sio yake. Na katika misemo tunaambiwa aitul qausi bariha, mpatie uta mtu wake anejua kuutumia. Lakini leo umechukua uta unapatia mimi ambaye kwamba hapa kazi yangu ni kuchanganya madawa, nitajifuma miguu, nitajipiga mshale wa nini wa mguu. Lakini tukipatia uta yule ambaye ni kazi yake, hata hana haja ya kuvuta, achungulia, fanyeni akishashika tu na shona pale kwake. Kwa hiyo inapokuja masaili ya magonjwa katika upande wa tiba za kisunna, tafuta waliobobea katika sala hili, na utaweza kusaidika na kupata jawabu zako na kuondoa tatizo zako, na hali itakuwa vizuri insha Allahu taala. Na hivi ndivyo ilivyo. Jambo lingine la mwisho la kumalizia, kwa watazamaji wetu wapendwa, insha Allahu taala tunawaambia msubscribe channel hii na mshare channel hii, na vile vile pia tunahitajia support zenu
kwa ajili ya kuipeleka da'wa ya tauhid katika sehemu za mashinani. Kwa yeyote ambaye kwamba atakuwa na msaada wa aina yoyote, wa mavazi, wa vitabu, wa chakula, wa hela au msaada wowote, sadaka yoyote, anaweza kufika katika ofisi za Kauthar Ruqyatu Shar'iyya iliyoko katika jengo la Boston, barabara ya Shell Beach New York, Shell Beach, mtaa wa New York. Utanikuta ndugu yako Abu Hasanat, na tutafika sehemu kama hizo kama mnafuatilia channel hii, na misaada hiyo na sadaka hizo zenu zitawafikia, na tunahitaji support yenu kwa ajili ya usafiri wa kufika sehemu kama hizo insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.